Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miongoni mwa matatizo ambayo yanaukabili umma wa Kiislamu na umma wa wanadamu kwa ujumla ni kuanza kuvunjika kwa taasisi ya familia. Kwa sababu familia hujengwa kupitia ndoa. Na kama tutajenga familia bila kupitia ndoa, maana yake ni kwamba familia hiyo itakuwa familia legelege. Tuna tatizo sasa hivi la kwamba ndoa zimekuwa chache na zile zinazofanyika basi talaka zimekuwa ni nyingi. Wanawake kwa waume wamekuwa na khiari ya kuwa na uhusiano wa kijinsia bila ndoa, na mara nyingine kuamua kuzaa nje ya ndoa, na limeanza kuwa jambo la kawaida linazoeleka. Dhana ya single mother imeanza kuenea sana, na huko tunapokwenda itaeleweka na kukubalika na jamii, japokuwa ni dhana ambayo haikubaliki kwetu sisi kama Waislamu, hata kwa wenzetu wa Kristo, hata kwa mila na desturi zetu za asili. Jambo hili lazima likemewe, lazima viongozi wa kidini na wa kimila vile vile wapande mimbar kusema kwamba ikiwa familia haitokuwa imara na madhubuti, maanake mwanadamu hatakuwa ametengenezwa katika kiwanda hicho muhimu ambacho ndicho kiwanda kinachomtengeneza mwanadamu mwenye maadili kupitia malezi. Kwa hivyo ndugu zangu, moja katika njia za kufanya ndoa iwe na thamani kwa wanadamu na kwetu hasa sisi Waislamu ni kuirahisisha ndoa. Tusitie uzito katika ndoa kama wazazi, tuhakikishe kwamba suala la ndoa ni jepesi. Ikiwa tutatengeneza kamati nyingi sana na mafaili mengi sana kwa ajili tu ya ndoa na michango mikubwa sana kwa ajili ya ndoa, tutaifanya ndoa iwe ni nzito. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amerahisisha ndoa, akatia uzito kwenye talaka. Tufanye ndoa kuwa ni rahisi, vile vigezo vya mtu kuoa vikipatikana, usimnyime mtu mke. Lakini wakati huo huo, ujumbe maalum kwa wanawake: mnapokuwa mnatia uzito kwenye ndoa ya mke wa pili, wa tatu na wa nne, mjue kwamba mnamzuilia mwanamke kuolewa, sio mwanaume. Na wewe hujui kwamba leo wewe una mume wako, kesho unaweza kuhitajia kuolewa na mwingine ukiwa ni mke wa pili au wa tatu au wa nne. Kwa hivyo kuruhusu ndoa ya pili, mke wa tatu na mke wa nne ni rehma kwa wanawake, kwa sababu wanaolewa ndoa ya pili, ya tatu na ya nne ni wanawake, si wanaume. Na kuweka vikwazo katika ndoa ya mke wa pili, wa tatu na wa nne ni kumfanya mwanamke akose rehma hiyo. Kwa hivyo wanawake wanatakiwa wajue kwamba jambo hili lisipokuhudumia leo litakuhudumia kesho. Kwa hiyo usitie uzito leo, kwa sababu litakufanya na wewe kesho ukose mume. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.